Kwa tayari kwa ajili ya kupokea mwili wa mtoto wetu. Karibuni mnabeba mwili ili tuanze ibada yetu. Serikali ya mtaa ulikuwa ni mimi mnaitwa mama Samora. Ana mmoja tutasimama kwa ajili ya kupokea mwili wa mtoto wetu kwa heshima kabisa. Viongozi wote tusimame tumpokee mtoto wetu, kijana wetu aliyetutoka. Huo ndio mwili wa kijana wetu aliyetutoka, hatunaye duniani. Lakini maandiko matakatifu yanasema kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani sio nyingi, nazo zimejaa majonzi na taabu na shida mbalimbali, maana hao watauona ufalme wa mbinguni. Ni mwili wa mtoto wetu, ni mwili wa kijana wetu ambao tunauleta mahali hapa kwa ajili ya ibada fupi itakayokuwa inaendelea. Lakini tuna viongozi mbalimbali wa chama. Tuna mwenyekiti wa BAWACHA taifa yuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza mjukuu wake na mtoto wake. Ndivyo safari ya mwanadamu ni ndogo, na ndivyo tunavyoamini kila mmoja ataonja mauti. Studio panda hewani. Asante. Sasa naomba nimkaribishe katibu wa jimbo la Mbeya mjini wa Chadema ili endelee na mengineyo yanayofuata hapo mbele. Karibu. Pole sana kwa familia ya marehemu.
lakini kubwa zaidi pia poleni wanachadema na wananchi wote ambao wamejumuika maeneo haya kwa ajili ya safari ya kwenda kumpumzisha binti yetu, kwa ajili ya kwenda kumpumzisha mtoto wetu ambaye ameondoka katika dunia hii. Hakika ni majonzi makubwa sana kwetu sisi sote, lakini zaidi kwa wazazi wake, na sisi kama waombolezaji wengine tunamtakia safari njema huko mbele. Kuzingatia itifaki na muda, asante Mungu unikalisha hapo. Pole sana, pole sana. Naomba ujipe moyo mkuu. Tuko kwa ajili ya kipengele cha ibada sasa, tuweze kutulia, tumkaribishe mtu ambaye atakwenda kutuongozea ibada yetu, ili tu safari ya binti yetu, safari ya mtoto wetu iweze kwenda vizuri. Hivyo basi, kwa ajili ya itifaki nyingine, naomba sasa nimkaribishe mtu neno ambaye ndio atakayetuongozea shughuli yetu hii kwa upande wa kiroho, aendelee, kisha tuendelea na itifaki nyingine. Karibu sana. Wewe umetwaliwa katika maisha haya. Imetupasa kufarijiana, lakini pia imetupasa kupokea kila linalotutokea. Na kwa kuwa ni msiba, aliyelala ni mtoto, hata angelala mtu mzima bado tungehubiri. Ni lazima tumhubiri Kristo pahala popote. Kuna wengine watajiuliza, sasa imekuwaje? Mkolimo ni Mkatoliki, anayesimama ni wawapi? Sisi ni wale ambao ni silaha iliyo tayari wakati wowote, na kwa wakati unaofaa na usiofaa tuko tayari. Sababu Biblia inasema iweni tayari kila wakati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitatumia muda mwingi, nitatumia muda mchache sana kwa sababu jua nalo ni kali sana. Na nitatumia muda mchache kwa ajili ya kuwahi kwenda kuzika. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla sijalisoma andiko letu, funika macho na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, wewe uchuai kukana na kuipoza mioyo, tunaliitia jina lako sana mchungu. Baba, ni wewe pekee yake uliyemfariji wa kweli. Tunaliita jina lako sasa. Kupitia neno lako tufariji, tukande maumivu ya mioyo. Katika jina la Yesu Kristo tunakuhitaji katika ibada hii. Anza nasi na itumisha pamoja nasi. Katika utatu wa jina lako nimeomba nikiamini. Siku hizi kila mmoja anayo Biblia kwenye simu yake. Na kwa kuwa kila mmoja anayo Biblia kwenye simu yake, ninajua tutakwenda sawa sawa. Hapa tunaomboleza msiba wa mtoto wetu, mjukuu wetu, kitukuu wetu, kilewa chetu kwa wengine. Tuko mahali hapa katika hali ya majonzi makubwa sana. Ni kwa sababu mtoto aliyeondoka tulitarajia kwenye ulimwengu huu akafanya jambo fulani kubwa sana. Lakini mioyo ilipotamani sivyo Mungu alipotaka. Na ndipo hapa inatupasa sote kujua safari ya mwanadamu katika maisha haya sio ya kujivuna. Usijidai kwa ajili ya pumzi unayovuta. Usijidai kwa ajili ya pesa ulizo nazo. Usijidai kwa ajili ya umaridadi ulio nao. Usijidai kwa ajili ya utanashati ulio nao. Wala usijidai kwa sababu ya cheo ulicho nacho. Utapita. Hakuna kudumu katika maisha haya. Hakuna ambaye anapaswa kuwepo maisha haya milele. Kila mmoja ataonja mauti. Na ukijua kwamba kuna kufa, jua kutenda yaliyo mema. Ukijua kwamba kuna kufa, jua kuheshimu wengine. Ukijua kwamba kuna kufa, jua kutenda haki. Ukijua kuna kufa, jua kushirikiana na wengine. Mwimbaji wa Zaburi ambayo ndio neno la leo, katika Zaburi ya 34
na ule mstari wa 19. Ukiwa hapo ni vizuri ukaisoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Tomaso ni wengi na sasa nisome. Zaburi ya 34 mstari wa 19 nayo inasema, mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo yote. Ndugu zangu, anapozungumza Mungu kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo yote, anamaanisha kila aliyesimama katika kweli ya Mungu hupitia katika tanuru la moto. Kila aliyesimama katika kweli ya Mungu hupitishwa katika magumu. Kila aliyesimama katika kutenda haki hupitia changamoto nyingi. Lakini Mungu anatufariji kupitia neno lake ya kwamba mateso ya wenye haki ni mengi mno, lakini Bwana huponya na hayo yote. Haijalishi unapitia nini, haijalishi umekataliwa, haijalishi umetengwa na kwa ndugu na jamaa na marafiki, lakini maandiko matakatifu yanasema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana, huyu Mungu, huyu shujaa, huyu aliyetununua kwa damu yake, anasema yeye anakuponya naye. Watu wengi wanapitia katika magumu, na katika hayo wanakatamana kuacha Mungu. Nataka nikutie moyo mpendwa. Andiko linasema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo. Je, wewe kiongozi kwenye nafasi yako, umefanya lipi ambalo hilo litamfanya Mungu akuponye katika ile shida yako? Wewe ni mwenyekiti wa mtaa, wewe ni balozi, wewe ni diwani, wewe ni mbunge, wewe ni rais, wewe ni waziri. Umefanya nini katika eneo la kwako? Umefanya nini katika nchi? Umefanya nini lililo jema litakalofanya watu wakukumbuke kwamba ulitenda mema hata wakakuombea katika siku zako zote? Lipi umefanya? Je, umekuwa ni mtu wa kunywa damu za watu kila siku? Je, umekuwa ni mtu wa kutesa watu? Je, umekuwa ni mtu wa kuonea watu? Je, umekuwa ni mtu wa kudhulumu watu? Je, umekuwa ni mtu wa kukatisha tamaa watu? Je, umekuwa ni mtu wa kudhoofisha hatima ya watu? Siku ikikufika kama alivyolala binti yetu, utatoa hesabu gani? Siku ikifika kama alivyolala mtoto wetu, utasema nini? Utaacha nini nyuma yako? Je, ni nini kitahubiriwa kwako? Je, ni uwaji? Je, ni dhuluma? Je, ni maonezi? Je, ni utekaji? Je, ni utesaji? Je, ni unyongaji? Je, ni kusikizia watu kesi? Tafakari. Hatuna mji ulimuo, bali tutarajia mji mtakatifu wa mbinguni, watakatifu peke yao na wale ambao ni watenda haki. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo. Je, wakati ukifika, lipi litakuponya? Je, ili andiko litabeba nini kwako? Wapendwa, umeketi mahali hapa, ujumbe huu ukusaidie kutafakari na kuishi katika maisha matakatifu, ili siku ya kuondoka kwako katika ulimwengu huu ukatoe hesabu iliyo kamili. Ukatoe hesabu iliyo kamili. Na mbingu zikafurahie ya kwamba mwanangu nilimweka katika ulimwengu, nilimweka katika ardhi ya Tanzania, nilimweka katika ardhi ya Mbeya, alinizalia matunda. Usije ukatoka siku unakufa watu watashangilia wanasema afadhali umeondoka. Usije ukafa siku wanasema nilikuwa ninaminya watoto wetu. Sikiliza nikupe mfano. Kwenye eneo ninalotoka kuna mzee mmoja alikuwa mchawi sana. Alikuwa mchawi mno. Kumbe vijana wametunza kumbukumbu. Siku mti ulipodondoka amekufa, vijana waliwahi saa 11 kwenda kuchimba kaburi. Saa 11 hawakuhitaji chai, hawakuhitaji chochote. Walienda kuchimba kaburi lenye urefu wa zaidi ya futi 20. Na walipofika maeneo hayo, muda wa kuzika,
walifunga, walichukua vitenge vya kina mama wakavifunga, hawakuvikaza vile vitenge. Ikafika muda wakaliweka jeneza pale kati, wanaanza kulishusha kwenye nyumba ya milele. Vijana wale wakapeana signal tu, wakaminyana macho, wakalifanya zile kanga zimefiatuka. Lile jeneza lilipoondoka mle ndani, ilikuwa ni simanzi zaidi ya simanzi. Wazee walikujaribu kutaka kusema kwamba shuka, wakasema shuka mwenyewe. Shuka mwenyewe kalifunike, kaweka mfuniko vizuri. Hawajamaliza kujibishana, koleo zinaenda. Koleo zinaenda. Jiulize, siku ya kuondoka kwako utazikwa kwa namna hiyo. Siku ya kuondoka kwako utazikwa kwa namna hiyo. Leo tunashuhudia katika nchi yetu harufu ya damu iliyopitiliza. Ni kwa nini? Kwa sababu haki haiko. Na Biblia inaniambia siku zote ya kwamba haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wao wote. Je, eneo liloko umehubiri haki? Eneo liloko umehubiri umoja? Eneo liloko umehubiri mshikamano? Eneo liloko umehubiri upendo? Au na wewe umekuwa sehemu ya kushangilia watu wengine wanapopitia magumu? Sikiliza. Biblia inasema katika Zaburi 34 mstari wa 19, anasema mwenye haki wangu. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo. Je, wakati unapitia shida, wakati unapitia mateso, faraja yako itakuwa kutoka kwa nani? Je, faraja yako itakuwa kwa kiongozi wako? Je, faraja yako itakuwa kwa wale ambao unashinda nao kwenye vikoba? Je, faraja yako itakuwa kwenye wale unaoshinda nao kwenye chama? Au faraja yako itakuwa kwa kiongozi unayemwabudu kuliko unavyoabudu wazazi wako na Mungu mwenyewe? Wapendwa na Mungu, Jiani ametukusanyisha kwenye mkutano huu mkuu. Lengo ni moja, ujumbe ni huu. Ujumbe ni huu. Ujumbe ni huu. Mwenye haki ataishi kwa imani. Acha kuogopa. Acha kuogopa. Itangaze na kuihubiri haki muda wote. Ndipo pale ambapo anaposema mateso ya mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya naye. Siku ya mateso yako Bwana atakuwa faraja yako. Siku ya msiba wako Bwana atakuwa faraja yako. Siku ya gumu lako Bwana atakuwa mwokozi wako. Kila utakapopita Mungu atakufanyia njia mahali pasipo na njia, kwa sababu umekuwa sehemu ya haki. Umekuwa sehemu ya kuhubiri amani. Umekuwa sehemu ya kufanya watu kuwa wamoja. Umekuwa sehemu ya kukemea maonezi kwenye eneo unalotoka. Kinyume na hapo, tarajia kuvuna hukumu ya milele. Bwana Yesu, ninakushukuru. Umenituma kwa wakati na majira. Nawe nimeleta kila ambacho Bwana ulikusudia. Wasaidie watu hawa kutafakari ilivyo vyema neno lako na kujua namna ya kuishi na kuyatenda yaliyo makusudi yako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, utukufu na wewe. Namuomba katibu wa chama Eliza, katibu wa chama. Haya. Mheshimiwa diwani mteule. Mabalozi na makatibu wa chama wote na wahitaji. Hata sijaongea na chama. Nilimwona mheshimiwa pia na dharura. Nilimwona mheshimiwa hapa ndio tunaweza kuja naona amepata dharura. Mabalozi na makatibu wa matawi. Kuna mwenyekiti huko. Mwenyekiti wa tawi. Matangazo ya chama au matangazo ya serikali huwa tunatangaza vizuri. Pesa hizi ni michango ya kila siku tunayopita kila nyumba. Kwa mabalozi wanatoa pesa za michango na wako na ajali. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, kutokana na huu
msiba jana mlikuwa na mkanganyiko mara watazika hapa. Hawasikii mwenyekiti Simba. Sasa baada ya mkanganyiko wa msiba huu tayari mabalozi wengine wana dharura, wengine walikuwa hawajapata taarifa mapema. Kwa hiyo balozi Jongo tusimeleta pesa na hizo pesa tutamkabidhi dada Monica na ita hapa ndio huwa anatutolea mchango la kwanza. La pili, nafikiri nilipokuwa nimepatikana shida hii niliona watu wamekuja nyumbani kwangu kufuata kujipa taarifa kama serikali ya mtaa kwamba kwa mzee Mkolimo kuna shida. Mzee Mkolimo na mama Mkolimo ni wazee wangu hapa. Tena ni wazee walikuwa waadilifu mno. Walikuwa waadilifu, wanafuata taratibu zilizokuwa za sheria. Kwa hiyo ninasema hivyo ndio kitu mtaa. Nitangaza tu pesa, nitamkabidhi nyumbani wangu teule, ataendelea kuongea wengine walioleta kwenye mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba Mungu aniongoze kusema kupitia kitabu takatifu cha Ayubu. Ukisoma Ayubu mstari wa 14:1 inasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hangai kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu, nimeamua kuongozwa na neno la kitabu cha Ayubu kama ambavyo kiongozi wa maombi amesema. Sisi sote ni wanadamu. Hapa duniani ni njia tunayopaswa kupita kwa wakati. Na kwa sababu ni njia, wakati tukiwa kwenye njia hii, tunapaswa kutengeneza kitabu kitakachokuja kusomwa na wale watakaobaki kwenye njia hii. Na ni lazima tukubali kuwa kitabu tutakachokiandika kizungumzwe kwa mema mengi zaidi kuliko mabaya. Nitumie fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru sana viongozi wa serikali ya mtaa kwa namna ambavyo mshiriki. Lakini nilipata jana taarifa mlipa usiku saa 4. Lakini leo pia nimeona hapa, na hii mimi kwangu itanifanya nitembee kifua mbele. Ndugu, ukiwa pamoja na changamoto kubwa, sisi kuja kukutembelea kukupa pole, lakini moja ya jambo ambalo nimefarijika nalo na limenitia moyo, nimeona anayechambua mchele ni kiongozi wa upinzani, lakini anayepika ni mwana CCM. Anayeosha vyombo ni Chadema, anayekula ni mwana CCM. Nimeona anayeweka kuni ni mwana Chadema, lakini anayepalilia ni mwana CCM. Na hii ndiyo jamii inayotaka tuwe. Tunapaswa kuhubiri upendo kwenye maisha yetu, kwa sababu upendo ni deni kwa maisha ya wanadamu. Tofauti za itikadi na namna tunavyoamini sisi hazitufanyi kuwa Watanzania tugawanyike na tusiwe wamoja. Na ndio maana mnaona viongozi wa chama wamezungumzwa hapa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mama yangu Halima Mwampiate, wako hapa na wameshiriki kwenye matukio, kwa sababu ukiangalia hapa kwa asilimia kubwa viongozi wa Chadema au watu kutoka Chadema wengi ni wageni, wenyeji wenu ni wana CCM. Kwa hiyo mnapaswa au tunapaswa kushirikiana, kwa sababu hili ni deni. Na nataka niwatoe hofu, kama ambavyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa amesema, tutaendelea kuwatumikia vile ambavyo nyinyi mnatamani kuwatumikie. Tutaendelea kushirikiana na nyinyi kwa bega, kwa hali na mali. Iwe usiku, iwe mchana, iwe jua, iwe mvua, tutashirikiana na nyinyi nyakati zote. Mwisho niseme, kaka yangu, mimi na wewe tunafahamiana muda mrefu kidogo. Natumia fursa hii kukupa pole wewe na wafiwa wote. Sisi sote ni wamoja. Tutaendelea kushirikiana na kuwa pamoja nanyi wafiwa kwa kipindi chote kigumu. Na hili wala sio la mtu, hili ni la jamii yote. Sote tuko hapa kwa sababu ya kuombolezwa kuondokewa na njia. Kama ambavyo kiongozi anayehubiri amesema, tulitumaini jana siku moja haje kuwa kiongozi. Hatusemi haje kuwa kiongozi wa CCM au Chadema, haje kuwa kiongozi. Na sisi tuliopita kwenye majeshi kwa maana ya JKT huwa tunafunzwa. Mtoto wa namna hii hata jeneza lake lilikuwa linapita, akikutana na askari anapigiwa saluti, kwa sababu hatujui hatima ya kijana huyu. Yawezekana hatima ya kijana huyu kesho angekuja kuwa kama Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye taifa letu.
Kwa hiyo hapa tunaomboleza msiba wa Diana, tuachane na makando kando, tuachane na umimi. Sisi wote ni wamoja. Sisi sote tumekuja hapa kuomboleza kifo cha mtoto wetu. Na kuondokewa kwa huyu, sisi sote tuna maumivu. Mwisho na kwa umuhimu, tumemwona hapa mheshimiwa mbunge amekuja, ametoa salamu za rambirambi. Ametupatia kiasi cha pesa shilingi 500,000. Lakini huyu mbunge ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Na mimi kama ambavyo nimetambulishwa, huyu mgombea ubunge, mimi pia mgombea ubunge, jamani, mgombea ubunge ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Atakuwa tu mbunge pale ninyi wana Forest tarehe 29 mkimpa kula. Lakini mimi pia mtoto wenu ni mgombea udiwani kata hii ya Forest, lakini pia ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tunaleta salamu zetu za rambirambi kwa wafiwa ili ziweze kuwasaidia. Tulishakuwa tumefanya logistics ya usafiri, na nafikiri sasa fedha ya kulipa logistics ile ya usafiri itatoka hapa. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa niaba yangu naomba mwenyekiti wa serikali ya mtaa kama serikali kabisa. Asante sana Chama cha Mapinduzi na uwakilishi wenu mkubwa. Pesa zilizotolewa na mbunge na mkabidhi sasa wamebana hapa. Zile za usafiri na kusema kwamba nimpe mwanafamilia. Huyo hapa mkabidhi. Na dada Monica na mkabidhi pesa za balozi za upande wa kibalozi kwa msiba. Katika wiki tunatoa pamoja na wewe siku zote, tukiwa na shida, tukiwa na raha, wewe ni ndugu yetu wa karibu. Umebadili badala mzee mkulima na wakulima. Asante sana baba. Bwana Yesu, ndio tunaviacha duniani. Tutakapoondoka ni kila mmoja atahesabu zake alikuwa duniani alifanya kazi gani. Na kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kama kazi yako ulifanya kuwakandamiza watu, utaenda kujibu siku ambao Mungu ataamua kuchukua. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Kupata salamu za rambirambi kutoka mbalimbali, kwa tayari serikali ya mtaa imezungumza na vile vile Chama cha Mapinduzi kata ya Forest, ndicho hiki ambacho tunaondoka. Naomba niwaite SIDO, alafu watafuata Upendo, alafu wateule wa Mbali wa Msimbazi, wateule na Msimbazi, alafu baada ya hapo tutakuwa na itifaki ya Chadema. Tafadhali niliowaita, naomba kwanza SIDO waje kwa ajili ya kutoa salamu zao. Karibuni sana sana. Napoendelea kusema viongozi wote tunasogea. Tumalize wote kwa pamoja, A na B. SIDO. Jamani, ndugu zangu, nimesimama hapa kwa niaba ya soko la SIDO kama wafanya biashara. Huyu baba wa mtoto wetu ni mfanya biashara mwenzetu pamoja na mama pia. Lakini sisi tuna utaratibu, huwa mara nyingi tunajua utaratibu. Tunatoa pesa kimya kimya. Sisi soko letu la SIDO ni jumuiya, huwa tunatangaza. Na nimemfurahia sana yule mhubiri. Amesema katika kweli, ukipanda jema utavuna jema. Hii familia wamepanda jema, ndio maana umati umekuwa mwingi sana. Tunashukuru familia hii, tunaongea na watu vizuri. Basi sisi rambirambi yetu huwa tunatoa, kila mmoja tunatoa 600,000. Kwa maana wako wawili tunatoa 1,100,000 na 200,000 kama familia, kama soko la SIDO. Baada ya kusema haya,
Nimeongozana na katibu wangu Punga Mkono yuko hapa. Huyu ndio katibu wa soko la SIDO. Pia nimeongozana na wajumbe wangu hapo hapa, Punga Mkono wajumbe wapo hapo. Na sio hao tu. Wengine walikuwa jikoni, wengine wametangulia kule, wengine wako kwenye mabasi kule. Lakini niwashukuru kwa upendo tulioonyesha. Nasema asanteni sana. Naomba tukabidhi bahasha. Asante. Asante sana SIDO, tunashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao umeonyesha kwa familia hii. Naomba kikundi cha upendo. Upendo tafadhali. Asante sana SIDO. Asante sana SIDO. Upendo. Wateule na Msimbazi. Asante kikundi cha upendo kimefika, karibu. Kuja kwa wingi wenu, kwa umoja wenu kwa ajili ya kumwaga mtoto wetu. Tumepata viongozi kutoka maeneo mbalimbali, kata mbalimbali za Mbeya mjini pamoja na jimbo la Mbeya vijijini na maeneo mengine. Na michango pia imekuwa ni aina mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na yote imeratibiwa na yote itakwenda kutangazwa hapa. Kwa hiyo kwa itifaki naomba nitangaze kwamba ninao viongozi wengi, nikiwataja kwa uchache, wengine watakuja kusema kupata fursa ya kutoa salamu. Ninaye mwenyekiti wa BAWACHA jimbo la Mbeya mjini, Mama Kulia, naomba wapungie. Asante sana Mama Saada hii na kuona. Mwenezi BAWACHA jimbo la Mbeya. Asante sana. Kaimu mtunza fedha wa mkoa BAWACHA. Asante sana, nashukuru sana. Tunaye mwenyekiti katibu wa wilaya wa wazee Mheshimiwa Mpelekwa. Karibu sana, tunashukuru. Na wengine wote ambao tuko mahali hapa, naomba ijulikane kwamba itifaki imezingatiwa. Kwa hiyo wakati tukiendelea na salamu, nimuombe mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini kwa heshima na taazima amekuja kuungana na sisi katika changamoto hii ambayo imetupata jimbo la Mbeya mjini. Tafadhali kuwe na maneno machache kwa ajili ya hadhara hii. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana-kondoo ameshinda. Majina yangu ninaitwa Zetura Jacob Kenesela, ni mwenyekiti wa jimbo kutoka Mbeya vijijini. Kwanza nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametupa nafasi ya leo kushiriki kwenye msiba wa Madenge. Madenge, nikupe pole wewe na familia yako. Mungu akufunge mkanda. Sisi kama Chadema hatuna neno zuri sana la kukufariji. Ila ninachoamini Mungu pekee yake anaweza kuwa mfariji wa maisha yenu. Mtizameni Mungu tu kwa hilo ambalo limewakuta leo. Mungu awafunge mkanda sana. Lakini Ayubu anasema tupate mema mikononi mwa Bwana na mabaya yasipate. Kwa tunapotegemea mazuri, tujue na mabaya yako. Ndugu zangu, mimi sina maneno mengi ya kusema, lakini niseme tu jumbe mfupi kama mwenyekiti kutoka Chadema. Ndugu zangu wa CCM nao nimeona hapa. Tunatamani kufanya siasa zilizo bora kama ambavyo leo tumeshirikiana kwa pamoja. Sisi kama Chadema tunawapenda. Na tunatamani tuendelee kufanya siasa nzuri kama hizi. Lakini kuna shida kwa sababu ya viongozi wetu. Kwa hiyo tunapaswa sisi wenyewe Chadema na CCM kushikamana kuomba Mungu taifa letu likae sawa sawa ili tuendelee kushikamana. Hatutamani tufanye siasa zilizo bora. Hatupaswi kutekana sisi kwa sisi ni Watanzania. Tunaoana sisi kwa sisi, hili sio taifa la Tanzania. Tunahitaji siasa zilizo bora na zenye afya, tushikamane. Usifanye siasa za chuki ambazo tunapita njia tunashindwa kusalimiana. Tunatamani kusalimiana. Nimemwona Mheshimiwa Maundege leo ameondoka hapa. Nitamani nimwambie kwamba Chadema tunatamani kufanya siasa zilizo bora. Aende kaufikishie ujumbe wa Masamia kwamba tunapaswa wakae meza moja waelewane. Hatutaki taifa ambalo ina mgawanyiko. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sina maneno mengi ya kusema kwa sababu viongozi wengi wako hapa. Mungu awabariki sana na wafunge mkanda. Lakini haitoshi, amemtuma mama
mke wake, naomba aje atusalimie kwa maneno machache hadhira hii. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Kristo. People. Naitwa Happiness Billy, kama nilivyotambulisha hapa shemeji yangu Pesi, kwa niaba ya ndugu yenu, kijana wenu, ndugu yenu Mheshimiwa Joseph Billy ya Isugu. Kwa kweli mmeshaongea na ndugu yako Maliki, kwa salamu nyingi sana kutoka kwangu pia. Pole pamoja na mwenzako kwa hili jaribu, lakini Mungu azidi kuwatia nguvu. Na anawasalimia pia na wengine, anasema ukipata hiyo nafasi wape salamu zangu. Mimi niseme asante na poleni kwa majirani na wote na chama chetu pia kwa hili asante. Amechukuliwa na vijana wa Green Guard usiku, amepigwa, ameteswa, amepelekwa kituo cha polisi. Leo hii tunasikia amepelekwa mahakamani, ndo amepata dhamana. Sasa tunavyosema upendo, amani, tuwe tunamaanisha. Tusiseme machoni kwa watu wakati usiku tunaua. Mimi ni waombe wa Tanzania, sisi tumesema ni familia, tumesema vyama ni vyama, lakini mambo ya kijamii wote tutendeane haki. Kila mtu ana haki ya kuishi. Jiana leo ameondoka, tunalia, tunasema njia yetu ni moja, lakini kuna njia ya kulazimishwa na ambayo Mungu ameruhusu. Mimi nipende kusema umoja mnaosema, ndugu zangu, diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuseme kutoka moyoni ili tuishi kama Watanzania. Baada ya kusema haya, asanteni sana. Mama wa Kimomo, makamu mwenyekiti wa baraza la wanawake la Chadema Taifa, yuko hapa leo kwa ajili ya msiba huu ambao umetukuta. Sasa naomba tumalizie ibada, alafu tuendelee na utaratibu mwingine, ikiwemo sasa kwenda makaburini kwa ajili ya kupumzisha binti yetu. Karibu kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amechukuliwa na vijana wa Green Guard usiku, amepigwa, ameteswa, amepelekwa kituo cha polisi. Leo hii tunasikia amepelekwa mahakamani, ndo amepata dhamana. Sasa tunavyosema upendo, amani, tuwe tunamaanisha. Tusiseme machoni kwa watu wakati usiku tunaua. Mimi ni waombe wa Tanzania, sisi tumesema ni familia, tumesema vyama ni vyama, lakini mambo ya kijamii wote tutendeane haki. Kila mtu ana haki ya kuishi. Jiana leo ameondoka, tunalia, tunasema njia yetu ni moja, lakini kuna njia ya kulazimishwa na ambayo Mungu ameruhusu. Mimi nipende kusema umoja mnaosema, ndugu zangu, diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tuseme kutoka moyoni ili tuishi kama Watanzania. Baada ya kusema haya, asanteni sana. Ibada ili iwe na maana huwa inakuwa na sadaka. Amen. Niliona tutangulie kwanza haya mengine, tuhitimishe na sadaka. Lakini pia niseme, naona watu wa Chadema wamesahau rais wa TLS na alikuwepo hapa, wakili Mwabukusi, na nadhani tutakuwa naye tunapoenda makaburini. Baada ya hii sadaka tutakuwa tunaelekea kumpumzisha mtoto wetu makaburi ya Iyela. Niombe sasa studio tuandalie wimbo mmoja mzuri kwa ajili ya sadaka. Baada ya hapo tutamshukuru Mungu na tutakuwa tunahitimisha
ibada yetu ya hapa tutakuwa tunakwenda kumpumzisha mtoto wetu. Tukifika makaburini hakutakuwa na shughuli nyingine zaidi ya kupumzisha. Amina. Tunapotoka na kabla ya kutoka tutawaruhusu familia waseme neno ili wao watoe ruhusa sasa ya sisi sote kutoka mahali hapa. Basi niombe wimbo mzuri uko studio. Mafuta pale jikoni. Kwa hiyo usione kwamba umetoa kwenye kikundi sijui na nini, sadaka inambariki Mungu. Karibu. Mungu unaishi, Mungu unaishi, ni msafara mzito, msafara wa majonzi, wa kumsindikiza binti yetu mpendwa, rafiki yetu kipenzi, Gianni F. Mkolimwa, ambaye ametuacha katika dunia hii ya sasa. Lakini tukisoma Biblia na maandiko matakatifu, Biblia inasema wanaheri wale wafao katika Bwana, maana ipo siku zinakuja tutakutana nao. Tuseme nini sasa? Gianni Mkolimwa kipenzi chetu, tuseme nini? Maana tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Ama kwa hakika, pumzika kwa amani kipenzi, pumzika kwa amani rafiki. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Amen na tena amen. No one like you. Oh, my life keeper. You are the living God. Oh, there's no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, there's no one like you. Rafiki,
maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Ayubu naye alimshukuru Mungu akasema, Baba ninakushukuru kwa haya yote. Niseme nini sasa mimi zaidi ya kusema Mungu ninakushukuru? Ni msafara mzito, msafara wa majonzi, msafara uliobeba maumivu ndani ya mioyo yetu, wa kumsindikiza rafiki yetu kipenzi, mpendwa Gianni F. Mkolimwa, ambapo hivi sasa tunaelekea kwenye makaburi ya Yela, ambapo ndipo tutakapompumzisha kipenzi rafiki yetu kipenzi. Tuseme nini sasa zaidi ya kusema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa shida, tabu na matatizo kibao. Baba tunakushukuru, na sisi tunasema hili nalo linapita. Ama kwa hakika, pumzika kwa amani kipenzi, pumzika kwa amani rafiki Gianni F. Mkolimwa. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Amen na tena amen. Siku zetu hazikawi kwisha. Maini wewe Bwana, tunakutegemea wewe. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina wapendwa, kwa sababu ya kukimbizana na muda, kuna baadhi ya vitu tunavikanseli, si ndio? Lakini pia hapa kuna ibada mbili, tunaweza tukawa tunaimba huku na kule wanaimba, kusikilizana kutakuwa kudogo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika mahali hapa kwa ajili ya kumpumzisha binti yetu na rafiki yetu Gianna. Naomba tuongozwe na neno kutoka Yeremia 1:16, nayo inasema, nami nitatamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote, kwa kuwa wameniacha mimi, wakaifukiza uvumba miungu mingine, wakaziabudu kazi za mikono yao wenyewe. Siku zote katika maisha haya, unapofika pahara ukaiacha kweli ya Mungu na ukaanza kuabudu miungu, Mungu anasema anachukizwa na wafukizao uvumba yao. Mikono yetu ikiwa inafanya yasiyompendeza Mungu, siku zote tutaishi maisha ya laana. Mikono yetu ikiwa inatenda uasi, siku zote tutaishi maisha yasiyo yetu, maana yake maisha ya machukizo. Lakini mikono yetu ikiwa ni mikono ya kutenda haki na kweli, tutaishi maisha ya baraka. Tunaposema haya maneno, ni lazima turejee hali halisi ya nchi yetu ikoje. Tunahubiri na kufundisha yote haya tukirejea hali halisi ya nchi yetu ilivyo. Hauwezi ukaishi kwa amani kwenye taifa, hauwezi ukatenda yaliyo mema na Mungu ukampendeza ikiwa tumechanganya uovu. Kama unatenda uovu, kama unaua, kama unateka, kama unanyonga, kama unapoteza, kama unasingizia, kama unaweza kuwatengenezea watu wengine kesi na kuwafanya wakaishi vizuizini, Mungu hawezi kupendezwa nawe, kwa sababu kazi ya mikono yako imejaa damu, imejaa machukizo, imejaa fedhea. Lakini Mungu ili apendezwe, ni lazima tumrejee, tuyatende yaliyo mapenzi yake. Mungu awabariki sana. Na sasa niombe tuushushe mwili. Mimi sinaga utamaduni wa kusinzia, tunakimbia tu. Gianna wewe, Gianna.
na pia Jiana Efu Mkorimwa, uliumbwa kwa udongo, unarudi kuwa mavumbi na udongo kwa udongo. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Asante. Basi niwaombe wapendwa wote, ni muhimu tujipe tafakari ya dakika moja katika zama tunazozipitia. Mtoto huyu ametukusanya katika mkutano wa dharura, lakini ni mkutano maalum. Tafakari dakika moja maisha yako, tafakari kwa dakika moja mienendo yako, tafakari kwa dakika moja nchi yako, unahitaji nini? Mungu atasikia kile ambacho naposema utafakari, maana yake inamisha kichwa na mlilie Mungu kwamba sasa imefika wakati tunahitaji nchi iliyoponyeka, tunahitaji nchi mpya, tunahitaji amani, tunahitaji haki, tunahitaji usawa katika taifa. Tunapokutanika mahali kama hapa, wakati mwingine tunasitisha yale ambayo yametukutanisha, lakini ni vizuri pia tukasema yale ya nchi, kwa sababu pasipo nchi sisi hatungalikuwapo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto ni kitu kinachootwa na mtu mmoja, lakini mtu mwenye kuitafsiri ndoto ni mtu mwingine. Unaota nini juu ya Tanzania? Unapomsindikiza Jiani, unahitaji nini juu ya taifa hili? Unapomsindikiza Jiani, unahitaji kitokee nini kwenye taifa hili? Ukijua kwamba unahitaji kuiponya nchi, piga magoti, lilie Mungu, nchi ikombolewe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ni wewe. Tumeinamisha nyuso kwa ishara ya utii na unyenyekevu mbele zako. Tunasalenda kwako. Tunakutumaini wewe uliye tumaini la kweli. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kumsindikiza mtoto wetu ambaye ametwaliwa katika maisha haya. Lakini Mungu, tunaishi kwenye nchi iliyojaa mambo mengi yachukizayo. Mungu, ni nani atakayeweza kusimama patakatifu ili aipaze sauti mbele zako na ukaliponya taifa? Mungu, tumeinamisha nyuso, tumesimama, tunakuhitaji Mungu, tunakulilia wewe Mungu, iponye na ilinde Tanzania yetu, na zaidi ya yote ikomboe kutoka mikononi mwa yule adui, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Siku hii tunapomzika Jiani, ikawe ni siku ya ukumbusho ya kwamba tuliketi mahali hapa na tulikulilia wewe na wewe ukajibu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utukufu na wewe sasa na hata milele. Amen.
Kata miti kikiwa watu bata tutamtatiza tena. Unaishia wapi? Kazi ya mchungaji. Halo, tagusa kwenye huo mchanga ndugu, sijui kama watakuwa tayari. Kuna mwingine yupo huko, akigusa hawa tutaendelea kufukia. Asante sana, unatosha kwa uwakilishi. Kwa niaba ya wengine naomba basi mchanga, hata wakisimama kwanza wawe pembeni mahali. Asante, karibuni jamani, tufukie. Pole pole, subiri kidogo. MC, naomba ushike mic yako kwanza. Tuombe utaratibu wa mashada aliandaliwa kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe. Basi hatua inayofuatia ni hatua ya mashada. Naomba niwasome watu ambao wameratibiwa hapa kwa ajili ya kuweka mashada.
Watu wa kwanza ni baba na mama. Baba na mama wa mtoto wetu. Tupe wimbo. Naona wote wanazika huko na huko, tupe wimbo tafadhali. Studio tafadhali. Kwa niaba ya Grace kuja kuweka. Basi anayefuatia watatu niweke. Ni Aunty Binandi na mme wake. Anayefuatia ni babu Andri na mke wake. Babu wake Arnold na mke wake. Anayefuatia ni babu na bibi yake. Anayefuatia babu na bibi yake. Uganda. Anayefuatia baada ya bibi. Anayefuatia ni Anko Yohana na mke wake. Anko Yohana na mkewe. Anayefuatia ni Mama Hosea na Baba Hosea. Anayefuatia ni Mama Hosea na Baba Hosea. Kama wapo. Anayefuatia ni wateule uongozi. Wateule uongozi. Wanaofuatia ni Msimbazi wateule. Msimbazi viongozi. Msimbazi viongozi. Wanaofuatia ni viongozi wa soko. Wanaofuatia viongozi wa soko. Kwa niaba ya viongozi wa soko kama wapo. Wanaofuatilia ni familia ya Sido Mitumbani. Sido Mitumbani. Wanaofuatia ni Muungano Group. Muungano Group. Wanaofuatia ni Upendo. Upendo. Wanaofuatia ni wana eneo husika. Hapana. Wana mtaa au wana ubarozi. Wanaofuatia ni vijana waandaaji. Vijana waandaaji walochimba kaburi. Anayefuatia Visenti Sugu. Anayefuatia ni wakili msomi Mheshimiwa Mkusi kwa niaba. Anayefuatia ni Atanas na mke wake. Atanas.
Anayefuatia ni mtumishi wa Mungu aliyetulisha neno. Nafikiri mtumishi wa Mungu aliyetulisha neno. Watu wa mwisho kabisa ni wanachadema wote, wanachadema wote. Nashukuru sana, naomba tuulize kwa MC. Nashukuru sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bali familia walitoa neno pale nyumbani, lakini matangazo karibia yote ya vikundi na ya kiserikali yalitolewa pale nyumbani. Sidhani kama kuna kikundi kingine na sidhani kama kutakuwa na matangazo mengine. Tunachoweza kusema familia ya Mkolimwa, kuwape pole sana, poleni sana, lakini tuatie moyo tu kwamba tumaini Mungu peke yake ndiye kifaidi. Na zaidi ya yote, msilie kama waliopoteza tumaini, bali lieni kama watu wenye matumaini. Sababu Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya yale yasiyoonekana. Lakini anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba mnayo makao mengi, na kama yasingalikuwa hapo ningewaambia, maana ninakwenda kwa Baba kuandalia mahali. Basi na tufunike macho, tumshukuru Mungu na tutawanyike macho. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, umetupa neema na kibali cha kumsindikiza mtoto wetu na mpendwa wetu mahali hapa, ambapo Bwana wewe peke yako utaandaa ufufuo mpya siku ya mwisho. Sisi tumetimiza wajibu kama wanadamu. Wewe Mungu tunakusihi, Mungu Roho Mtakatifu, linda nyumba hii ya Gian F. Mkolimwa mpaka siku ya ufufuo. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Nasi tunapotoka na kutawanyika mahali hapa, tulinde, tuhifadhi, situache wala kutupungukia. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi na tuenende kwa amani ya Bwana, na Mungu awalinde na kuwatunza. Kwa kwake, mbona kuchukulia picha? Awesome.